Dirisha la usajili la pamba moto. Simba Sports Club, Yanga na Azam FC wamefanya mageuzi makubwa. Naam, karibu tena Vision Africa TV, nyumbani kwa habari za michezo, uchambuzi wa kina na taarifa za usajili kutoka Tanzania na Afrika kwa ujumla. Leo tunakuletea mkusanyiko wa habari kubwa zilizotikisa soka la Tanzania kuelekea msimu mpya 2026-2027. Simba Sports Club imeendelea kufanya maboresho makubwa ya kikosi kwa kuwatambulisha nyota wapya na kuongezea mikataba baadhi ya wachezaji muhimu. Kwa upande wa Yanga Sports Club nao hawajakaa kimya, huku Azam FC ikiendelea kufanya maamuzi muhimu kuelekea msimu mpya. Naam, katika video hilo tutakwenda kuzungumzia usajili wa Ibrahim Jabal, lakini pia kutambulishwa kwa Kaleso Makalwa, na lakini pia kuongezewa kwa mkataba kwa Gomez, Azam FC kumwaga Adolf Mtasigwa na kumpandisha Caleb Elise. Naam, wachezaji wapya wa Yanga pia utakwenda kuwafahamu ni nani walioingia, lakini pia utapata uchambuzi wa kitaalamu na maoni kuhusu ushindani wa msimu mpya. Usiondoke mpaka mwisho wa video. Na klabu ya Simba imeweza kumtambulisha rasmi Ibrahim Jabal. Simba imeendelea kuonyesha dhamira yake ya kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa baada ya kumtambulisha rasmi kiungo wa Nigeria Ibrahim Jabal mwenye umri wa miaka 23. Jabal amejiunga na Simba akiwa mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na Stellenbosch FC ya Afrika ya Kusini. Na ni usajili ambao unaonekana kufanywa kwa malengo ya muda mrefu kutokana na umri wake mdogo pamoja na uzoefu aliopata katika ligi yenye ushindani mkubwa. Kabla ya kutua Simba aliwahi kuzichezea Olisa FC kutoka nchini Nigeria, Maccabi Petah kutoka Israel, lakini pia Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Katika timu ya Stellenbosch alikuwa ni sehemu muhimu ya kikosi kilichoshiriki mashindano ya ndani pamoja na michuano ya CAF. Tukamtazame kidogo Jabal. Kwa mtazamo wa kiufundi, Jabal ni kiungo ambaye anapenda kucheza katikati ya uwanja akiwa ni kiungo wa ulinzi, yani box to box. Miongoni mwa sifa zake ni pamoja na utulivu akiwa na mpira, lakini pia kupora mipira kwa usahihi, kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma, na amekuwa akicheza kwa nidhamu ya hali ya juu. Na kwa Simba inayotarajia kucheza mechi nyingi za ndani pamoja na za CAF, aina ya mchezaji kama huyu inaweza kuwa ni sehemu muhimu sana kikosi chake. Hata hivyo, mafanikio yake yatategemea jinsi atakavyozoea kasi ya NBC Premier League na mfumo wa benchi la ufundi. Tukamtazame kwa ufupi sana Kaleso Makalwa. Ni rasmi sasa amekuwa ni mchezaji wa Simba. Simba amekwisha kumtambulisha winga wa Afrika Kusini Kaleso Makalwa mwenye umri wa miaka 29. Mchezaji huyu ametokea katika klabu ya Sekhuhune United na ameweza kusaini Simba kwa mkataba wa miaka 2. Lakini pia ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa kwa sababu kabla ya kuja Simba Sports Club ameweza kupitia klabu nyingi ikiwemo Mamelodi Sundowns, lakini pia kuna Maritzburg United, kuna Moroka Swallows, lakini pia kuna TS Galaxy, kuna Cape Town All Stars, Upington City, lakini pia kuna Sekhuhune United. Makalwa alianza safari yake kupitia Academy ya Mamelodi Sundowns kabla ya kupandishwa timu ya wakubwa. Lakini tukamtazame huyu mchezaji atailetea nini Simba Sports Club. Kwanza ana kasi kubwa, lakini pia dribbling nzuri na uwezo wake mzuri wa kucheza pande zote mbili. Pia ana uwezo mzuri wa kupiga krosi sahihi na kushambulia nafasi wazi anapopata nafasi. Mashabiki wengi wa Afrika Kusini humuita mchezaji anayewapa mabeki kazi kubwa kutokana na kasi yake. Kwa mabeki wa Tanzania wajiandae kukutana na pumzi ya moto kutoka kwa Kaleso. Naam, kwa mfumo wa Simba unaopenda kushambulia kupitia pembeni, anaweza kuwa ni silaha muhimu sana katika msimu wa 2026-2027. Lakini habari nyingine ni kwamba kuna sakata la Gomez kuongeza mkataba, japo kuna mambo fulani kama yametokea kutoka Wydad kwamba bado Gomez ni mchezaji wao na wana mipango naye. Simba imekuwa ikijenga kikosi ambacho tunaweza tukasema ni cha mataji, kwa sababu ukizingatia hatua zote hizi utaona wazi kwa Simba inafanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza, inaongeza ubora kupitia usajili, lakini pia inahifadhi wachezaji waliothibitisha uwezo wao. Huu ni mkakati ambao unaweza kuifanya Simba ingie msimu mpya ikiwa na ushindani mkubwa sana. Tukiendelea mbele tukatazame kwa upande wa Azam FC.
Kwa upande wa Azam FC nao kumekuwa na habari kubwa. Klabu hiyo imemwaga rasmi nahodha msaidizi Adolf Mtasigwa ambaye amejiunga na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Kupitia ujumbe wao wa kumwaga wamemshukuru kwa mchango wake mkubwa ndani ya klabu, na kuondoka kwake ni hatua kubwa kwa Azam FC, lakini pia ni nafasi nzuri kwa mchezaji huyo kupata changamoto mpya katika soka la Afrika ya Kusini. Lakini bado tukisalia Azam FC wameweza kumpandisha Caleb Ilise. Habari nyingine kutoka Azam FC ni kumpandisha rasmi kiungo chipukizi Caleb Ilise kutoka Azam FC Academy. Mchezaji huyo raia wa DR Congo amesaini mkataba wa kuitumikia timu kubwa ya Azam FC. Hatua hiyo inaonyesha Azam FC imeendelea kuwekeza kwenye kukuza vipaji kupitia akademi yake. Ni jambo ambalo linaweza kuisaidia klabu kwa muda mrefu badala ya kutegemea usajili peke yake. Upande wa Yanga Sports Club, dirisha la usajili limeendelea kuwa na shughuli nyingi kweli kweli. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekwisha kutambulishwa mpaka sasa ni pamoja na Juma Abshiri, lakini pia kuna Hussein Mihambo, kuna Abdunasir Gamal, kuna Mohamed Musa, kuna Eric Mwijage, kuna Suleiman Mbaluk, Ibrahima Toure, Hussein Zakowani, lakini pia na Albert Kagwanda. Tukiangalia usajili wa Yanga tunaweza kuona kwamba kinachoonekana kwa Yanga ni kwamba Yanga inajaribu kuongeza ushindani katika maeneo ya ushambuliaji na pembeni, lakini pia kuwa na winga wengi wenye kasi na ambao pia wanaweza kumpa kocha chaguo nyingi kulingana na aina ya mchezo anaotaka kucheza. Lakini pia kama ilivyo kwa timu yoyote, usajili mzuri hauhakikishi mafanikio. Kinachofuata ni kuona ni jinsi gani wachezaji hawa watakavyounganishwa kuwa timu moja na kuleta matokeo ambayo klabu ya Yanga inayataka pamoja na mashabiki. Msimu mpya unaonekana kuwa ni mgumu kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda ushindani unazidi kuongezeka. Simba inasajili, Yanga inasajili, Azam nayo inaendelea kusajili na kufanya maboresho makubwa sana. Hii inaashiria kuwa NBC Premier League ya msimu wa 2026-2027 inaweza kuwa ni moja ya misimu yenye ushindani mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. Mashabiki watashuhudia vita kali ya ubingwa, nafasi za CAF pamoja na vikombe vya ndani. Ninaona Simba imeamua kujenga kikosi chenye mchanganyiko wa vijana na wachezaji wenye uzoefu. Tukimtazama Jabari anaonekana kuwa ni uwekezaji wa muda mrefu Magalo, lakini pia analeta uzoefu, kasi na ubunifu, na kuendelea kubaki na Gomez kunaleta utulivu kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini pia kwa upande wa Yanga ninachokitazama ni kwamba usajili mwingi umeonyesha nia ya kuendelea kuwa na kikosi kipana chenye ushindani na kuendelea kutetea mataji. Lakini pia kwa upande wa Azam wameonyesha kuwa wanaendelea kuamini maendeleo ya vijana kupitia akademi yao, huku wakitoa nafasi kwa wachezaji wao kupata changamoto mpya nje ya klabu. Kwa sasa ni vigumu kusema ni nani atakuwa na kikosi bora zaidi kwa sababu mafanikio yatategemea maandalizi, mbinu za makocha na namna wachezaji wapya watakavyozoeana na mazingira mapya. Nimalize tu kwa kusema kwamba dirisha la usajili linaendelea kutoa habari kubwa kila siku, na inaonekana msimu wa 2026-2027 utakuwa na ushindani wa hali ya juu sana. Unadhani ni klabu ipi imefanya usajili bora mpaka sasa? Je, ni Simba Sports Club, Yanga Sports Club ama Azam? Je, usajili gani umekuvutia zaidi na ni kwa nini? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comments. Usisahau kulike video hii, kushare kwa wapenzi wa soka na kusubscribe Vision Africa TV kwa habari za michezo, uchambuzi wa kina na taarifa za usajili kila siku. Mwanga wa ndoto zetu.